asifiwe. Nawasalimu katika jina la Bwana. Tutafungua Biblia zetu kitabu cha Mathayo mlango wa 14 mstari wa 22 hadi 33. Mathayo mlango wa 14 nitasoma mstari wa 22 mpaka 33. Biblia inasema, mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano. Naye alipokwisha kuwaaga makutano, alipanda mlimani faragha kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akaenda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomuona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu akanena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake, akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Na walipopanda chomboni, upepo ulikoma. Nao waliokuwako ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika wewe mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tujifunze ujumbe unaosema jinsi ya kufanya mambo yasiyowezekana kibinadamu. Jinsi ya kufanya mambo yasiyowezekana kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni nini? Kuna mambo ambayo yanawezekana kwa mwanadamu yeyote, hata asiye na Mungu anayaweza. Yanahitaji tu akili, yanahitaji tu ufahamu, yanahitaji tu maamuzi. Lakini kuna mambo katika maisha ambayo yanahitaji Mungu mwenyewe ahusike, ndipo tunaweza kuyashinda au kuyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona jambo la kwanza katika mistari niliyoisoma, tukianza na mstari wa 22 na 23, tunaona pale kwamba pamoja na kubanwa na majukumu mengi, usikose faragha na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka Mungu afanye mambo makubwa katika maisha yako, hata kama umetingwa kiasi gani, hata kama uko bize kiasi gani, usifike mahali pa kukosa muda na Mungu. Na tunaona kitu kikubwa cha pekee, kwa sababu tunaweza tukafikiri Yesu alitenda mambo makuu kwa sababu tu yeye alikuwa ni mwana wa Mungu, yeye alikuwa Mungu. Lakini ukifuatilia sana, pamoja na hayo, bado alifuata kanuni za msingi za kawaida ambazo mimi na wewe tunatakiwa tuzitumie ili uwepo wa Mungu uwepo katika maisha. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema pale kwamba mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa anawaaga makutano. Naye alipokwisha kuaga makutano, alipanda mlimani faragha kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake. Kwa hiyo tunamuona Bwana Yesu kwamba alijali sana kuwa na faragha, kuwa na muda wa utulivu na Baba yake. Kwa hiyo ni kitu cha msingi cha kwanza cha muhimu, na ndicho kilichompelekea Yesu kufanya mambo makubwa katika kipindi chake hata akiwa hapa duniani. Maana neno la Mungu mahali pengine alisema, ninafanya kazi sasa kwa sababu Baba anafanya kazi. Kwa maneno mengine ni kwamba ninachokifanya hapa sasa hivi nimemuona Baba anataka kifanyike, na ndio maana nimeagiza kifanyike. Lakini mara nyingi sisi tunapishana na Mungu kwa sababu hatujui hasa kitu gani kinatakiwa kufanyika sasa hivi. Kwa hiyo pamoja na kwamba umebanwa na mambo mengi na majukumu ya maisha, usifike mahali pa kukosa faragha na Mungu ambaye amekupa pumzi, amekupa uhai, amekupa ushindi, anakuwezesha kufanya mambo unayoyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Jambo jingine tunaliona katika mstari ule wa 24 na 25 kwamba tambua kuna wakati imani yako itajaribiwa. Tambua kwamba kuna wakati imani yako itajaribiwa. Ukisoma mistari ile inatuonyesha kwamba Yesu alipowaambia watangulie, walipofika katikati ya bahari, wakakutana na mawimbi makali yanayokabiliana nao. Mawimbi yale anasema kwamba kwa sababu upepo ulikuwa wa mbisho, maana yake kwamba upepo ule ulikuwa unawakabili moja kwa moja, uso kwa uso. Na wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo kumbe hawa watu walikuwa kwenye mkutano na Yesu Kristo. Yesu Kristo akamwambia tangulieni. Kumbe Yesu amepanga kwamba apate muda na Mungu wake na Baba yake, na alipokuwa kule katika maombi katika faragha ile, wao wakawa wamefika katikati ya bahari na wakakutana na mawimbi, lakini wamekuwa muda mfupi wakiwa na Bwana Yesu. Ninachotaka ujifunze ni kwamba katika maisha yako ya imani ufahamu kwamba ni sehemu mojawapo wewe kujaribiwa imani yako, ili uonekane kwamba je, kiasi gani una nguvu. Ukitaka ujulikane maisha yako vizuri ukoje kiroho, ni wakati wa vita. Mtu yeyote ukitaka umjue kiroho chake kikoje, ni wakati anapokutana na majaribu na vita mbalimbali, anakabiliana nazo vipi. Kwa hiyo Bwana Yesu akapenda kwamba aruhusu hawa watu wasizoee tu kuona miujiza mikubwa, kumuona Yesu akifanya mambo ya ajabu, lakini na wao wapite mahali waone jinsi inavyopaswa imani itumike vizuri. Kwa hiyo wakiwa katikati ya bahari, nakumbuka ni usiku, wakawa wanapita kwenye kipindi kigumu. Kwa hiyo hata wewe katika maisha yako unaweza ukakutana na hali ngumu, wakati mwingine ukafikiri kama Yesu hayupo. Lakini ni suala la kawaida unalotakiwa ujiandae nalo kujaribiwa kwa imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Waliotutangulia wote, kina Ibrahimu, kina nani, wote walikutana na majaribu ya imani yao. Ayubu alikuwa ni mtu ambaye Mungu alimbariki sana, lakini bado alikutana na vipimo, mitihani mikubwa katika maisha yake, ingawa baadaye Mungu alimrudishia maradufu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo si vizuri wewe ukafika mahali ukafikiri kwamba mambo yatakuendea tu tambarare wakati wote. Ujiandae kwamba hata litokee jambo gani, mimi nitasimama na Mungu wangu, kwa sababu wote waliotutangulia walijaribiwa katika imani yao. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna kitu cha kipekee sana ambacho Marko yeye alikiandika wakati anaandika habari hii alikiongezea katika Marko 6:48. Nitasoma alafu ndipo tutaendelea. Uone Marko aliandikaje kuhusu mstari huu niliousoma. Anasema akawaona wakitaabika kwa kuvuta makasia, kwa maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata ilipopata zamu ya 4 ya usiku akawaendea, akitembea juu ya bahari, akataka kuwapita. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ninachojifunza alichokiongeza zaidi ni kwamba kumbe sio tu kwamba Bwana Yesu alikuwa kwenye maombi huko wanataabika hawaoni. Neno la Mungu linasema akawaona wakitaabika. Hebu sema akawaona wakitaabika. Kwa hiyo Bwana Yesu wakati mwingine anakuona kabisa ukitaabika, lakini anataka apime kwamba una msimamo gani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu anafanya maombi, lakini anawaona wakitaabika ule usiku wakipiga makasia. Na wakati huo ni katikati ya usiku, na Yesu akakaa kimya wala hakufanya kitu mpaka ilipofika zamu ya 4. Katika kipindi kile walikuwa wamezoea kugawa usiku kwenye zamu 4. Zamu ya kwanza ni saa 12 mpaka saa 3, zamu ya pili ni kuanzia saa 3 mpaka saa 6, zamu ya 3 ni kuanzia saa 6 mpaka saa 9, na zamu ya 4 ni kuanzia huo muda sasa mpaka saa 12. Kwa hiyo Yesu akawaacha wapambane hiyo saa 6 usiku, huo usiku wa manane mpaka inakaribia kucha, ndipo Yesu akaona aingilie kati sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninachojifunza pia, pamoja na Yesu kutembea juu ya bahari, bado akataka kuwapita. Akajifanya kama anataka tu kuendelea na safari zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninataka uelewe kwamba sio wakati wote ukimuita Mungu ukamuona hajibu ukafikiri kama hayupo. Yupo na anakuona unavyotaabika. Anataka angalie utafanya nini, utamuita vipi, utafanya kitu gani. Kwa hiyo Yesu aliwaona kabisa wakitaabika wakati anaendelea na maombi yake ya faragha. Upepo ni mkali, lakini akasubiri mpaka kuna karibia kucha, ndipo akasogea karibu. Kwa hiyo huwezi kujua hata wewe katika vita zako kwamba Yesu anategemea aje saa ngapi. Amen. Inawezekana unataka kukatisha maombi, kumbe wakati unataka kukatisha maombi ndio muda wake sasa Yesu anataka asogee karibu na tatizo lako ili aweze kulitatua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia katika mstari wa 26 tunajifunza jambo jingine. Tunajifunza kwamba tambua kuna wakati Bwana Yesu atakuja kwa namna tofauti na ulivyozoea. Tambua kuna wakati Bwana Yesu atakuja kwa namna tofauti na ulivyozoea. Anasema wanafunzi walipomuona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema ni kivuli. Wakapiga yowe kwa hofu. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wanafunzi wametumika na Yesu muda mrefu, wamezunguka naye kila mahali, wanaenda huku na kule, wanakula chakula pamoja na yeye, lakini Yesu alikuja kwa namna ambayo hawajaizoea, wakafikiri ni roho nyingine, wakafikiri ni kivuli, wakapiga yowe, lakini ni Yesu yule yule. Amen.
Kwa hiyo tunachojifunza hapa ni kwamba unaweza ukawa katika maisha yako wewe umezoea namna fulani ya Yesu kutenda kwenye maisha yako. Umezoea unapoomba Mungu anafanya mambo kwa namna fulani. Badilisha huo mtazamo wako. Amen. Badilisha mtazamo wako wa kumzoea Yesu ambaye anafanya kwa namna hiyo. Kwa sababu bila kubadilika, wakati mwingine anaweza akafanya jambo la tofauti na ukawa huko tayari ukafikiri ni pepo. Na ndio maana wakati mwingine Mungu anapotumia watumishi wa Mungu kwa viwango vilivyopita kawaida iliyozoeleka, watu wengi wamezoea kuwaita pepo. Wanaita pepo kwa sababu tu wameona kwamba viwango vile ambavyo anatumiwa na Mungu aliye hai ni tofauti na mazoea. Kwa si kila kitu kilicho tofauti na mazoea ni shetani. Mungu anaweza akapenda kufanya jambo jipya ili tujifunze alivyo mkuu. Amen. Kwa lazima tujiandae kwamba Bwana Yesu, hata kama utakuja unatembea juu ya maji, hata kama utakuja unafanya jambo tofauti na nilivyozoea mimi, nisaidie kuelewa kwamba bado ni wewe, nisiwe na mashaka na wewe. Amen. Mahali pengine alisema usiwe na mashaka nami. Kwa hiyo jitahidi katika maisha yako, kwa sababu Yesu mara nyingi hata tenda makuu sana kwako kama anaona kwamba akikufanyia hilo hutaamini ni yeye. Kuna watu hata wakiona mtu amebarikiwa, amepata vitu vikubwa, wanachukulia kwa haraka, sio bure, ni Freemason. Wanadhani Freemason ana pesa kuliko Mungu ambaye ni muumba wa mbingu na nchi. Mungu ambaye anasema fedha na dhahabu ni mali yangu. Mpaka hao watu walioamua kugeukia Freemason, wote waliumbwa na Mungu. Kwa hiyo wote ni mali yake na hivyo vitu wanavyofikiria vyote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tambua kwamba kuna wakati Bwana Yesu anaweza akaja kwa namna ya tofauti. Kwa hiyo usikae kimazoea kwamba ibada yetu ni hivi, tukitoka kwenye hiki kitakuja hiki, itakuwa vile. Anaweza akafanya tofauti na mazoea yako. Amen. Lakini jingine tunalojifunza kwenye mstari wa 27 ni kwamba unahitajika utambue sauti yake. Tambua sauti ya Yesu. Mstari wa 27 anasema, baada ya wale ndugu kupiga yowe kwa hofu, anasema mara Yesu akanena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Bwana Yesu asifiwe. Walipoambiwa hivyo, kwa vile wanaijua sauti yake, haikuwapa shida. Wangepata shida kumuona Yesu ambaye hawajawahi kumuona akitembea juu ya maji kama ungekuwa hawajui sauti yake. Kama ungekuwa hawaielewi vizuri sauti yake ikoje, kwa vovote vile wangeendelea na hofu bado kwamba sio wewe, sio wewe, sio wewe. Lakini kwa vile walikuwa wanaijua sauti yake, kwa vile walikuwa wanajua kuitofautisha sauti yake na ya shetani, hawakuwa na mashaka baada ya hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unachotakiwa katika maisha yako, tambua sauti ya Yesu, kwa sababu Yesu yuko tayari kukuthibitishia kwamba ni yeye. Ndio maana hata kama tunamuombea mtu, niliwahi kumuombea mtu mmoja nikakuta kwamba yule ndugu anasema ana unabii, anaona kama anachotabiri ni Mungu. Lakini mimi nikaja nikakemea katika jina la Yesu ili tu kupima ni kitu gani. Yule ndugu baada ya kukemea vile akaja juu. Akaja katika namna ya kupambana kama anayeona kwamba, sasa nikajiuliza Yesu ataogopaje kupingwa kwa jina la Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Yesu ni huyo huyo. Yesu ilitakuwa kama ni Yesu ajitambulishe tu aseme ni mimi. Amen. Ni mimi ninayesema na ninyi. Hakutakiwa apaniki. Kwa hiyo tunachojifunza hapa ni kwamba ukielewa sauti ya Yesu hutadanganyika. Kwa sababu kuna wakati anaweza aje kwa namna ya tofauti. Na hivyo inahitajika ujue sauti yake, kwa sababu usije ukamkaribisha ukifikiri ni yeye na kumbe ni shetani. Yuko mtumishi wa Mungu mmoja aliona kitu kinang'aa mbele yake. Alipoona kitu kinang'aa mbele yake, badala ya kukikaribisha tu akakipima katika jina la Yesu. Akashangaa kile kitu mng'ao wake haukuwa wa Mungu aliye hai, ilikuwa ni shetani. Pale pale akamuona shetani akijitokeza mbele yake. Kwa hiyo angekuwa ni mtu ambaye hapimi mambo pia, angejikuta anamkaribisha shetani kwenye maisha yake. Ndio maana Biblia inasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akiisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nitakula pamoja naye atakula pamoja na mimi. Amen. Kwa hiyo kumbe Yesu anatuambia nini hapo? Amesimama mlangoni anabisha. Ukiisikia sauti ndipo ufungue mlango. Amen. Kwa hiyo hatukutakiwa sisi hata tunapoenda kwenye huduma mbalimbali, tunaenda kwenye semina, kwenye sehemu mbalimbali, kufungua tu mioyo yetu. Tunatakiwa kupima kama ni Mungu kweli. Amen. Watu wengi wameingiwa na roho za ajabu kwa sababu kila wanapoenda wakimwona mtu kwenye TV tu, wakimwona mtu kwenye redio, wao ni kufungua mioyo tu bila kupima kwamba huyu ni Mungu kweli au sio Mungu. Yesu anasema nasimama mlangoni nabisha. Ukiisikia sauti ukagundua ni mimi, ndipo ufungue mlango. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu yuko tayari kuthibitisha, na ndio maana akamwambia msipige yowe,
ni mimi. Jipeni moyo au iweni na moyo mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana, lakini pia tunaona jambo jingine katika mstari wa 28. Katika mstari wa 28 tunajifunza kwamba omba maombi yanayohitaji hatua ya imani. Omba maombi yanayohitaji hatua ya imani. Mstari wa 28 anasema, Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunajifunza Petro akifanya kitu cha tofauti na watu wengi walivyozoea. Petro hakuwa peke yake kwenye chombo kile kama wewe ambavyo huko peke yako, huko pamoja na wenzako, lakini aliamua yeye kufanya maombi ya tofauti na wengine. Wako wote pale wanamwangalia Yesu anatembea juu ya maji na ameshajitambulisha tayari kwamba ni mimi. Petro akasema, hivi kweli Yesu ni wewe tu unayeweza ukatembea juu ya maji? Sisi hakuna mwanadamu mwingine anayeweza akatembea juu ya maji kwa kutumia nguvu yako. Kwa hiyo Petro yeye akaamua aombe maombi ambayo sio yale maombi ya kumwachia Mungu, kwamba naomba alafu Mungu atakuja kutenda peke yake, mimi sitakiwi nifanye chochote. Petro akaomba maombi ambayo hata yeye anatakiwa afanye kitu fulani. Amen. Kwa hiyo alichokiomba akasema, ikiwa ni wewe Yesu, badala ya kusema ikiwa ni wewe Yesu njoo hapa unifanyie hili na hili, yeye akasema ikiwa ni wewe Yesu, niamuru nije nitembee na mimi juu ya maji kuja huko uliko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unahitajika katika maisha yako pia uombe maombi yanayohitaji hatua ya imani. Maombi ambayo unapoyaomba baada ya hapo unachukua hatua kuona kama hilo jambo linawezekana. Kuona kama inawezekana kutembea na wewe juu ya maji. Kuona kama na wewe unaweza kufanya jambo ambalo hujawahi kufanya. Unajua mara nyingi katika maisha yetu hatui waangalifu sana katika maombi yetu. Kwa hiyo tunajikuta ingawa tunamuomba Mungu bado tunafanya mambo ya kawaida. Wakati tumemuomba Mungu atutie nguvu, atuwezeshe, na ametuahidi kabisa kwamba atatuvika uwezo utokao juu, na aliwaambia wanafunzi wake kwamba msiondoke hapa Yerusalemu mpaka mviko uwezo utokao juu, ili msije mkaenda binadamu, ili msije mkaenda kama watu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Na alipofanya hivyo, kweli watu waliweza kufanya mambo makubwa sana katika kipindi chao kwa sababu walitembea na nguvu ya Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu tunayempewa ni ili tufanye mambo ambayo kibinadamu yameshindikana. Si vizuri tukawa na Roho Mtakatifu wa kububujika tu saa za maombi. Huyu Roho Mtakatifu tumempewa ili tupande milima ambayo wengine wameshindwa kupanda. Tung'oe milima ambayo imeshindwa kung'olewa na wengine. Amen. Kwa hiyo omba maombi kama Petro ambayo unapoyaomba unatakiwa na wewe uchukue hatua fulani ya kufika pale Yesu alipo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia katika mstari wa 29 tunaona jambo jingine. Mstari wa 29 tunajifunza jambo la kipekee kwamba unaposikia sauti ya wito wake, chukua hatua bila kujadiliana na wenzako. Unaposikia sauti ya wito wake Yesu, chukua hatua bila kujadiliana na wenzako. Mstari wa 29 anasema, akasema njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ameambiwa na Yesu njoo. Kwa hiyo aliposikia sauti ya Yesu amemruhusu kutembea juu ya maji, akachukua ile hatua bila kujadiliana na wenzake. Hivi unafikiri Petro angewauliza wenzake kwamba hivi mnaonaje niruke nikanyage? Nakumbuka wakati huo wako kwenye mashua, alafu ni giza, alafu hapo ni maji. Mara nyingi inatisha sana. Mara nyingi tunaposhuka kwa ndege tukiingia Dar es Salaam, lazima kwa vyovyote vile uingilie upande wa baharini. Sasa unapoingilia upande wa baharini ukaona jinsi ambavyo ndege kila mara inashuka kidogo inatembea, inashuka kidogo inatembea, alafu unaona bahari hii hapa. Alafu anapokata kona sasa analala kama unavyoona ndege ambavyo za kawaida mabawa yanalala. Ndio wanasema Mungu wangu sijui tunamwagwa hapa. Sasa huyu mtu yeye yuko kwenye bahari, anaiona bahari namna hii. Alafu sasa anataka achukue hatua akanyage, na hajawahi kumuona mtu mwingine akikanyaga. Ni mara ya kwanza kumuona Yesu akikanyaga. Angeuliza wenzake lazima wangemshika haraka kwamba utakufa bure wala usijaribu. Kwa hiyo kilichomsaidia sauti ile, alipoisikia alichukua hatua bila kujadiliana na mtu. Kwa hiyo hata wewe tunapofanya maombi usiangalie mwenzako anafanya nini. Amen. Usiangalie la mwenzako halijafanyika, usiangalie nini, wewe uangalie tu kwamba mimi nahitaji Bwana ufanye kitu leo. Amen. Unapofanya maamuzi kama hayo na umesikia sauti, wewe chukua hatua moja kwa moja. Wala usiseme mbona fulani yuko hivi. Na tunakumbuka hata Yesu siku ile alipofika kwenye ile birika
kwa ajili ya kuponya. Hakuponya kila mtu. Siku ile Yesu alikuta watu vilema, viwete, vipofu wamekaa miaka, lakini hakuponya wote. Akamkuta mtu ana miaka 38 ambaye hana uwezo wa kuwahi, maana inatakuwa yule atakayewahi. Lakini Yesu akaamua mponye huyo. Akamwambia, "Wataka kuwa mzima?" Lakini yule mtu akasema, "Sina mtu," kwa sababu mawazo yake bado yalikuwa ni yale kwamba lazima niende kule, nipelekwe kule na sina wa kunipeleka. Ina maana ndugu zake walipomleta pale wamechoka, kila siku wanasubiri wampeleke, mwingine amewahi. Wakaamua wamdampu hapo kwamba sasa utajua mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu akakutana naye peke yake. Alafu Yesu alipomponya yule, hatujaambiwa aliponya wengine, akaondoka zake. Sasa ndivyo ilivyo kwamba hatujui leo ni nani amepangiwa muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie jirani yako, sijui ni nani leo amepangiwa muujiza. Mwambie jipange awe ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini tunajifunza jambo jingine katika mstari wa 30. Mstari wa 30 tunajifunza kwamba usitoe macho yako kwa Yesu hata kama mawimbi yanakujia na changamoto zinazidi. Usiondoe yale macho yako kwa Yesu. Hata kama unaona mawimbi yanakujia, hata kama unaona changamoto zinazidi. Shida tulio nayo, tunapokutana na changamoto, tunapokutana na mawimbi, tunamwacha Yesu, tunaacha kumwangalia Yesu, tunaangalia mawimbi. Na hapa sizungumzii kwamba ni kuacha wokovu. Unaweza ukawa una Yesu, umeamini Yesu aliyekuokoa, lakini huamini Yesu anayetenda miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Unaamini Yesu alivyokutoa dhambini akakuingiza kwenye ufalme wake, lakini huamini kutoka pale sasa kwenye ufalme wake kwenda mbele. Tukisoma mstari wa 30 anasema hivi, lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana niokoe. Bwana Yesu asifiwe. Alipouona upepo, alipotazama upepo, yani alitembea. Kwa maneno mengine, Petro alitembea umbali fulani bila shida, kwa sababu alikuwa amemtazama Yesu. Alipofika umbali fulani, mawimbi yalipompiga mawimbi, akaacha kumtazama Yesu, akatazama mawimbi. Na hapo ndipo mara nyingi watu wengi tunaposhindwa. Mahali ambako ulitakuwa uendelee kumtazama Yesu, umeomba vizuri na kufunga siku 2-3 ukiwa umemtazama Yesu. Siku ya 4 ambayo ulitakiwa sasa Bwana alete majibu yako, unaacha kumtazama Yesu, unatazama ugonjwa wako. Unaanza kutazama shida yako. Hapo ndipo unafuta sasa, unaanza kushindwa kwenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiondoe macho yako kwa Yesu hata kama mawimbi yanakuja, hata kama changamoto zinazidi, wewe endelea tu kumtazama Yesu, wala usigeuze macho yako kwa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo jingine la muhimu pia hapo katika mstari wa 30 tunalojifunza, usisahau kumuita Yesu unapotaka kuzama. Usisahau kumuita Yesu unapotaka kuzama. Kwa hiyo Bwana Yesu yupo tayari pia kwamba pamoja na kwamba ulifika mahali ukajaribiwa imani yako, pamoja na kwamba ulifika mahali ukatazama matatizo yako, lakini unapoona unataka kuzama, muite Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tatizo ni kwamba watu wengi wanapokutana na majanga, utashangaa anasema mama, mwingine anasema Yesu na Maria, mwingine mtume. Sasa wengi sana wanajisahau kabisa. Wanapokutana na jambo la ghafla hawamtaji Yesu, wanamtaja mwingine, na matokeo yake sasa wanadidimia jumla. Kwa hiyo tunachojifunza hapa ni kwamba pamoja na Petro kujaribiwa na mawimbi yale akiwa katikati ya bahari ambapo angepotea jumla, yeye akaendelea kusema Yesu niokoe. Amen. Hakusahau kwamba hapa nimeyumba tu, lakini Yesu yuko mbele yangu. Amen. Unajua, ingekuwa mwingine pale, kwanza angeangalia mbele, angeanza kuangalia nyuma kwenye mashua kwamba wenzake watakuja kumuokoa au vipi. Angeanza kuwaza hayo, lakini yeye mawimbi ni makali, anaanza kuzama mbele ya Yesu, yuko hatua chache, akasema Yesu niokoe. Amen. Kwa hiyo tukumbuke kumkimbilia Yesu kwenye mambo magumu tunayokutana nayo badala ya kuwakimbilia wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Tukiendelea mstari wa 31 tunajifunza jambo jingine pia, kwamba uwe tayari kushikwa na Yesu na sio kubebwa. Amen. Uwe tayari kushikwa na Yesu na sio kubebwa. Mstari wa 31 anasema, mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Baada ya Petro kumwambia Bwana Yesu niokoe, Yesu akamshika. Hatujaambiwa Yesu akambeba. Kuna wimbo tunapenda kuimba kwamba Yesu ni bebe. Sina uhakika sana kwamba anabeba watu. Mara nyingi sana ninavyoelewa mimi ni kwamba Yesu anataka akushike utembee mwenyewe. Amen. Alichokifanya Yesu hakumweka mgongoni. Alichokifanya Yesu pale
ni kwamba aliposema tu niokoe, Yesu akamshika. Bwana Yesu asifiwe. Ukishashikwa na Yesu, kwa vyovyote vile uko salama, lakini si vizuri kutegemea kubebwa. Na hapa maana yake ni nini? Leo hii tuna watu wengi sana ambao wanapenda kuombewa, wengi sana duniani. Na hata ninapotuma kwenye mtandao napata maelfu ya watu wanaotaka maombi. Lakini ukifuatilia hawa watu pamoja na maombi, wao wenyewe hawaombi. Bwana Yesu asifiwe. Nimeona wengine hata kwenye TV, yaani utakuta watu wanaombewa au hata kama zamu yake haijafika, haombi, anatazama tu. Yaani yeye 100% anaona yule mhubiri ndiye atamuombea, atambeba. Sisi hapa hatuna mpango wa kubeba watu. Tuna mpango wa kushika watu mkono, wapigane vita. Amen. Watu tunahitaji kila mtu ajifunze kuomba, kwa sababu vita zako hawatujaambiwa kwamba ni hapa tu, zingine ziko mpaka nyumbani kwako. Zingine ziko mpaka kwenye biashara zako, kwenye shamba lako. Sasa kama tutategemea kwamba ni wakubebwa tu, sisi hatuombi, maana yake ni kwamba hata yale mapepo atasema, wewe si baadaye tu tutakutana. Siku moja tulikemea pepo likasema, nyie nkemeeni, tutatangulia nyumbani kwake. Kwa hiyo ni vitu hatari sana hivi, kwamba shetani anajua kwamba huyu ni wakubebwa tu, lakini hana mpango wa kuendelea na hiki kitu baadaye. Kwa hiyo mimi ngoja nikamtangulie tu kabisa, ngajifunike blanketi kule nyumbani. Kwa hiyo tujitahidi sana kutambua kwamba Yesu anakushika. Akishakushika sasa, tayari umeshapata nguvu na wewe ya kuweza kutembea juu ya maji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukiendelea mstari wa 32 tunajifunza kwamba usizoee utendaji wa Mungu. Usizoee utendaji wa Mungu. Anasema na walipopanda chomboni upepo ulikoma. Kitu cha pekee ninachojifunza hapa, nikisoma habari nyingine inaonyesha kwamba siku moja Yesu alikuwa na wanafunzi wake kwenye mashua hiyo, mawimbi yakawa makali, Yesu akayanyamazisha mawimbi. Yesu akanyamazisha dhoruba. Lakini safari hii Yesu hakuwa na mpango wowote wa kunyamazisha mawimbi. Ndio maana nikasema kwamba usipende kuzoea utendaji wa Mungu, na Yesu hapendi kuzoeleka hivyo. Hata siku moja mama yake alishamuona Yesu anafanya miujiza mingi, akamwambia sasa Yesu usifanye kitu fulani, akamwambia mama, saa yangu haijafika. Usizoee vile nilivyofanya kule nyumbani kwamba lazima nifanye na huku naweza nikafanya kwa staili nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usizoee utendaji wa Mungu, kwamba kwa vile Yesu alikemea upepo siku ile na dhoruba zile, na leo atakemea. Yesu hakuzikemea dhoruba. Kwa hiyo wakati Petro anakuja kwake, bado dhoruba zinaendelea, bado mawimbi yanaendelea. Na ndio maana ikawa kazi kubwa sana hata kwa Petro, maana mawimbi yanaendelea mpaka Yesu yupo, bado mawimbi yanaendelea, mpaka walipoingia chomboni ndipo mawimbi yakakoma, na bila hata kunyamazishwa. Unajua kuna watu wengi wamekufa kwa sababu hawaangalii kwamba hivi kwa nini kitu fulani kilifanyika. Mungu afanye kitu bila sababu. Kuna mhubiri mmoja alisikia hivyo, sijui alijaribu kutembea juu ya maji akatokomea jumla akafa. Anataka atembee kama Yesu. Lakini nataka tuelewe kitu kimoja. Hivi Yesu alitembea juu ya maji kama maonyesho? Yesu alitembea juu ya maji kwa sababu za msingi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa yuko ng'ambo. Wenzake tayari au wanafunzi wake tayari wako kwenye mashua, wako katikati. Na hakuna usafiri mwingine wa kuendea pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ilikuwa aidha Yesu pale alipo anyamazishe kule kwa umbali, angeweza pia, lakini akaamua niende pale. Sasa kama Yesu ameamua aende pale na hakuna mashua nyingine, si lazima atembee juu ya maji. Sasa wewe unajaribu kutembea juu ya maji, kwani unaenda wapi? Maana tunafahamu pia hata Filipo hivyo ilitokea. Anamhubiri mtu akaenda kama hapa mpaka huko Mombo, anaendelea kuzungumza neno la Mungu, ile mtu akakubali akabatizwa. Hana nauli ya kurudia, maana hakutegemea asafiri. Bwana Yesu asifiwe. Akashangaa tu anarushwa na Roho Mtakatifu, anasafirishwa, anaangukia Azoto. Leo shetani ameigaiga kuwasafirisha watu kwa ungo, lakini haya anaigaiga tu. Mungu ndiye alianza kuyafanya kitambo. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna watu wanaenda Marekani kwa ungo, wanaenda wapi? Sasa tunawashangaa tu. Hata wewe kama utamtii Mungu, Mungu akaona nauli huna, lakini umeitii sauti yake, lazima akusafirishe. Mungu hatendi miujiza kwa sababu huku unataka atende muujiza, huku kuna 5,000 iko mfukoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana tenda muujiza hapa ili niweze kusafiri. Safari yenyewe ni sehemu ya 2,000, una 5,000 mfukoni. Au ni ya 10,000 alafu na 20,000 mfukoni. Si utoe tu. Muujiza wa nini? Bwana Yesu asifiwe. Lipa nauli ya watu tu kwa sababu iko mfukoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima tuwe waangalifu kwamba Yesu sio wakati wote atakabili matatizo yako kama alivyokabili kipindi fulani. Ujipange kiupya wakati wote kwamba kuna jambo jipya leo. Amen.
Lakini tunapoenda kumalizia mstari wa 33 tunajifunza jambo jingine kwamba usishangae watu wakishindwa kuona juhudi zako. Ingawa wanamsujudia Yesu vizuri, lakini hawatambui kwamba na wewe Mungu amekupa neema fulani. Usishangae hilo. Mstari wa 33 anasema hivi: nao waliokuwamo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika wewe umwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kitu nilichokishangaa nikisoma Biblia ni kwamba hii habari niliyoisoma katika Mathayo pia ameiandika Marko na ameiandika Yohana. Lakini kitu cha ajabu cha kushangaza ni kwamba Marko na Yohana hawakuandika chochote cha Petro, walichoandika ni Yesu tu. Hawakuona juhudi ambazo Petro amejitahidi na amepewa neema ya kipekee akaweza. Hawakuona hicho, wao wakaona waandike ya Yesu tu. Kwa muda wako utasoma Marko 6 mstari wa 45 mpaka 52. Marko 6:45 mpaka 52 utashangaa. Alafu na Yohana mlango wa 6 mstari wa 15 hadi 21. Yohana 6:15 hadi 21. Utakaposoma maandiko hayo utaona wameeleza habari hii ya Yesu akitembea juu ya maji. Lakini kwao habari ya Petro kutembea umbali fulani alafu baadaye akazama Yesu akamsaidia, kwao haikuwa habari. Wao haikuwa habari. Ni kama waandishi wa habari leo ambapo wanapofika mahali wakati mwingine wana mawazo yao kwamba hiki ndicho habari ya kurusha kwenye TV na kwenye redio na kwenye magazeti. Vitu vingine ambavyo wanaona havitasaidia kuuza gazeti wanaweza wasiviandike, lakini hivyo vitu vilikuwa ni habari muhimu. Kwa yule aliyeandika, kilichomshangaza zaidi yeye ni kitendo cha Yesu kutembea juu ya maji. Na hata wanafunzi wale wakati Petro na Yesu sasa wanarudi kwenye mashua, kilichowashangaza zaidi walichokiona cha maana ni Yesu kutembea juu ya maji. Lakini inawezekana hata walimwambia Petro, ungeenda na maji wewe. Acha kujaribu haya mambo haya. Sio mambo kujaribu haya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni kweli Yesu ndiye aliyetakiwa asujudiwe, lakini ilitakiwa hata watie moyo kidogo kwamba iseme mwenzetu umefanya kitu cha kihistoria. Hatukutegemea kwamba hata sisi tunaweza tukatembea kwa umbali ulikotembea. Lakini umetembea alafu Yesu akakushika mkono. Mimi naamini Yesu alipomshika mkono kwa vile hakumbeba mgongoni, walirudi naye wanatembea mpaka kwenye mashua, lakini bado hawakuona ni kitu cha ajabu kwa Petro. Amen. Kwa hata wewe unaweza ukafanya mambo mazuri, ukajitahidi mambo ya maana, ukamtumikia Mungu, bado kuna watu watasema yule naye anapoteza muda, yule naye. Kwa usitegemee kutiwa moyo na watu hata walio karibu na wewe sana. Amen. Kwa sababu neno la Mungu linasema adui za mtu ni watu wa nyumbani mwake mwenyewe. Mara nyingi watu ambao watakukatisha tamaa ni watu walio karibu na wewe. Na ndio maana hapo tunajifunza kwamba kitu ambacho kilitakiwa wakione waseme, Bwana Yesu, kumbe hata sisi hata baada ya kuondoka kwako, kumbe tutaweza kufanya haya mambo. Mwenzetu ametembea kwa umbali fulani, halafu ukamshika mkono. Kumbe wangemtia moyo hata Petro, lakini hawakuweza kumtia moyo. Wengine ndio kabisa hata kuandika hawakuandika, wakaona hiki sio kitu cha kuandika watu wasome hiki. Lakini kwetu siku ya leo tunajifunza kitu cha pekee. Yesu angetembea peke yake, mimi nafikiri wengi tungeendelea kusema yeye ni Masihi Bwana. Wewe utafanya kama Yesu Bwana. Lakini kinachotutia moyo, mwanadamu kama sisi Petro alitembea juu ya maji. Amen. Tatizo la watu wengi wanaona kuzama kwa Petro baadaye, lakini hawaoni kutembea kwake kabla hajazama. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka Mungu sisi atubadilishe. Tusione mabaya tu. Tusione kushindwa kwa mtu baadaye. Tuone mazuri aliyoyafanya. Amen. Mungu atusaidie. Wako watu wengi unaona kama wabaya hivi, lakini kuna mazuri walionayo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo ambayo ameyafanya Petro mazuri, ametembea umbali fulani, lakini wale watu wengi hawalisemi. Wanachosema ni akazama. Hata hakuzama pale pale. Angezama pale pale wakati ananyanyua mguu kukanyaga maji, tungesema Bwana umejaribu kitu ambacho si cha kwako. Lakini ametembea mpaka akafanya kukutana na mawimbi. Ni vile tu hatujaambiwa katembea umbali gani, aliyeandika kusema. Lakini inawezekana alienda kwa umbali karefu kabisa. Kwa hiyo Mungu atusaidie katika vipengele hivi. Tunapoenda kwenye maombi, vikusaidie kujitambua kwamba ujione kwamba umekuja hapa kama vile uko peke yako. Amen. Jione kama vile uko peke yako. Usione kwamba umekuja na fulani, usijione kwamba kuna fulani. Uone peke yako na Mungu ili uwe wa kwanza kupokea. Amen. Tusimame. Kwa hiyo tuanze kuomba maombi haya pamoja, alafu baada ya muda tutakwenda kuomba, nitakuombea kibinafsi ili Mungu afanye kitu kwenye maisha yako. Fanyia kazi lile ambalo Roho Mtakatifu amesema na wewe moja kwa moja kwenye maneno haya ili Mungu athibitishe neno lake kwako. Amen. Amen. Sema Mungu. Naomba nisiwe bize
kiasi cha kukosa faragha na wewe, unayenipa pumzi na nguvu za kufanya kazi. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunaishi kwenye dunia ambayo watu wanachakarika, wanafanya kazi usiku na mchana, wanahangaika kwa kiasi kikubwa, na bado hata kinachoingia mdomoni, kinachoingia kinywani bado ni kidogo. Bado hawafikii hata yale malengo yako vizuri katika maisha yao. Baba, ninakuomba ukatusaidie tusiweze kuwa bize kiasi cha kukosa faragha na wewe. Ninaomba neema yako, mfalme wa mbingu na nchi, katika jina la Yesu aliye hai, pamoja na mishemishe nyingi na kazi nyingi tulizo nazo, tuweze kutenga muda wa faragha na wewe Bwana. Watu wengi muda wetu ni wa ibadani, tuna hata muda wa ibadani tunatamani uishe mapema. Wengine wanachelewa kufika kanisani na ni wa kwanza wanaotaka kuwahi kuondoka. Watu wako bize, lakini bado hawaidishi chochote kwenye maisha yao. Baba, tusaidie ili pamoja na kuwa bize katika mambo mbalimbali, tuweze kuwa na faragha na wewe. Tusisubiri kulazimishwa kuwa na faragha kwa kuumwa. Tusisubiri kuwa na faragha kwenda kwenye misiba. Tusisubiri kuwa na faragha kwenda kwenye harusi, bali tuweze kutambua ya kwamba tunahitajika kutenga muda kuwa na faragha na wewe Mungu wetu. Tusaidie Mungu wetu, katika jina la Yesu aliye hai. Sema, Mungu, nisaidie nisizoee utendaji wako ili usinipite. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, Mungu aliyejaa neema na uweza, tusaidie Bwana tusizoee utendaji wako. Mara nyingi Bwana tumezoea utendaji wako, na ndio maana umekuwa ukitupita, kwa sababu tumezoea kwa muda mrefu kwamba utafanya kwa namna fulani. Ninakuomba siku hii ya leo, kila ambaye amesikia maneno haya na kila ambaye amekuwepo katika maombi haya, ukamsaidie Mungu wa mbingu na nchi kutambua ya kwamba Mungu wetu huzoeleki. Unaweza ukafanya jambo jipya siku ya leo. Unaweza ukavuka mipaka ya kawaida. Unaweza ukamfanyia mtu jambo la kipekee, hata ambaye hajasoma, hata ambaye hana uwezo, hata ambaye ni maskini, hata ambaye ni mgonjwa, hata ambaye anateswa na dhambi. Unaweza kumfanyia jambo la kipekee kwa sababu wewe ni Mungu uliye hai. Tusaidie Bwana tusizoee utendaji wako, ili hata siku ya leo unapotugusa tujue kwamba hutatugusa kama ulivyotugusa jana na juzi. Leo nakwenda kutugusa kipekee. Asante Mungu wetu, katika jina la Yesu aliye hai. Sema, Mungu, niwezeshe kuchukua hatua ya imani baada ya maombi yangu. Baba, katika jina la Yesu aliye hai, mara nyingi tukishaomba Mungu wetu tumekuwa tukikuachia wewe, hatuchukui hatua zozote na sisi za kutembea juu ya maji. Naomba Mungu wa rehema na uzima ukatusaidie tuweze kuchukua hatua sasa, tuweze kuchukua hatua za kuhatarisha maisha yetu, tuweze kuchukua hatua za kuthubutu. Maana hata Yoshua ulimwambia uwe hodari na moyo wa ushujaa. Ulimwambia mara 3 kwa maneno hayo hayo kwamba ndiwe utakayewaridhisha watu hawa, lakini uwe hodari na moyo wa ushujaa. Tusaidie Mungu jioni ya leo, tuwe hodari na moyo wa ushujaa, tuchukue hatua ya imani. Tusiendelee kubaki vile vile kana kwamba hatujafunguliwa. Tutambue kwamba Bwana Yesu umetenda muujiza, tuweze kuchukua hatua. Ninaamini Mungu wetu utatusaidia katika jina la Yesu aliye hai. Sema, Bwana, naomba uniwezeshe kutembea juu ya matatizo yaliyoshindikana katika maisha yangu. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunaomba Bwana Yesu, ambao umetembea juu ya mawimbi, umetembea juu ya bahari iliyochafuka, bahari yenye dhoruba, bahari yenye mawimbi makali, lakini Yesu Kristo ukatembea juu yake. Ninakusihi Bwana katika siku hii na jioni hii na wakati huu Bwana, ambako watu wako Bwana tuko mbele zako, ukatusaidie tuwe na uwezo wa kutembea juu ya matatizo yaliyoshindikana. Tusiendelee kuona ni historia. Tuna matatizo yanayofanana na mawimbi ya baharini, tuna shida zinazofanana na dhoruba zile zile. Tunaomba leo tuzikanyage kwa jina la Yesu. Tunaomba leo tuweze kutembea juu yake. Tunaomba leo tukanyage shida zetu, tuziachie hapa hapa, tuondoke tukiwa huru, kwa kuwa wewe ni Mungu mwaminifu. Husika Bwana katika maisha yetu, katika jina la Yesu aliye hai. Hebu sasa chukua hatua ya kusogea mbele ili tuweze kuomba. Tunapenda mbele kuomba kwa sababu tunaigeukia madhabahu ya Bwana. Madhabahu ya Bwana ni mahali ambako Mungu anatembea kwa uweza na nguvu. Hakikisha tu kuna nafasi ya kutosha mimi kupita kukuombea. Nikisha kuombea, endelea pia kuomba zaidi. Endelea kumsihi Mungu aendelee kusema na wewe zaidi, kwa sababu Mungu wetu anatuwazia mawazo ya amani. Tunahitaji kwamba Yesu akushike mkono pale ambapo ulizama, pale ambapo mawimbi yalikuzamisha, na kwamba akuwezeshe sasa
uweze kukanyaga matatizo yako. Bwana Yesu asifiwe. Omba mbele za Bwana kama ulivyojifunza katika neno lake. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, angalia watu wako ambao Bwana tuko mahali hapa siku ya leo. Tuko hapa Bwana kwa sababu tumeliitia jina lako, na Bwana tunapoomba tunaamini unasikia maombi. Na kusihi Mungu wa rehema na uzima, ukawatazame watu wako ambao Bwana wamesikia neno lako na wanataka kuchukua hatua ya imani, ili Mungu ufanye mambo makubwa katika maisha yao zaidi ya mazoea yao. Tumeishi kwa mazoea kwa muda mrefu, tukiingia na kutoka katika ibada tukua vile vile, lakini tunaomba Bwana ulete mageuzi makubwa katika maisha yetu ambayo yatapelekea watu kujifunza kwamba yuko Mungu aliye hai, Mungu aliye hai na wala sio Mungu aliyekufa. Bwana, jidhihirishe kwa watu wako Bwana. Chochote kilichokufa kifufuke, chochote ambacho kimekufa ndani ya maisha ya mtu yeyote kipokee uzima na uhai kutoka kwako. Onekana Mungu wetu katika jina la Yesu. Tuombe nini zaidi? Baba, katika jina la Yesu, tunamsema haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu kama mtumwa wako mikononi mwako, na kemea upinzani wote wa adui juu ya mwili wake, nafsi yake na roho yake. Upinzani wote wa wachawi kule anakofanya biashara zake, ninaharibu kwa jina la Yesu. Huna mamlaka shetani juu yake, huna mamlaka. Moto wako Yesu katembee juu yake. Ninapovunja kila vita za adui ambazo zimeelekezwa kwake kwa jina la Yesu, kila upinzani wa waganga na wachawi wanaosimama kinyume na yeye, moto wako Yesu Kristo katende kazi. Kila kitu anachofanya kumvalisha hali yoyote na ibomoa kwa jina la Yesu. Moto wako Yesu katembee kuanzia kichwani hadi miguuni. Moto wako Yesu katembee kuanzia kichwani hadi miguuni. Gusa Yesu, gusa Yesu, gusa Yesu. Ponya Yesu kila eneo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Na haribu kila kazi ya shetani, na haribu kila mipango ya adui, na haribu kila mipango ya kuzimu. Huna mamlaka shetani katika jina la Yesu Kristo. Riko sika na bosinda na bosai, riko ya mamosinda na bosaya, riba mosinda na bosika, rika ya mamosinda na bosaya. Moto wako Bwana ukatende kazi kwa watu wako. Asante Bwana Yesu kwa kuwa umejaa neema, umejaa utukufu Mungu. Wewe ni Mungu anayetupa ushindi, wewe ni Mungu anayetutetea. Tunahitaji Bwana Yesu ukalete ushindi wa kipekee. Roho zote za kishetani ambazo zinakuwa zinafuatilia watu wa Mungu hazina mamlaka kwa jina la Yesu. Maagano yote ambayo inawatesa watu na kuwatumikisha katika dhambi, katika jina la Yesu Kristo, wafanya watu wanafanya wasioyataka. Moto wako Yesu kabomoe na bomoa madhabahu za aina zote, madhabahu zote ambazo shetani anazitumia kumtesa ndugu huyu hazina mamlaka kwa damu ya Yesu.